Dalili 10 za hatari katika mahusiano. Ukiziona dalili hizi ama moja dalili hizi katika mahusiano yako, basi jua mahusiano yako yapo karibuni kuvunjika ama yanakaribia kuvunjika. Na dalili ya 10 ndio dalili ambayo ipo sana katika mahusiano mengi. Yaani katika kila mahusiano 10, basi mahusiano 9 ama 8 yana hii dalili. Lakini watu wengi wamekosa kufahamu kama hiyo ni moja ya dalili inayoashiria mahusiano yao yanakaribia kuvunjika. Karibu uzifahamu hizi dalili 10. Naitwa Mombeki Crispin, hii ni Mbeki TV. Dalili ya kwanza ni migogoro ya mara kwa mara. Siku 2 mmepatana, mmeishi kwa furaha, lakini siku 5 tagombana. Mnakaa muda mwingi katika migogoro, kuchuniana, kugombana, kuliko kukaa kwa amani na furaha. Asubuhi mmeamka vizuri, mmeshinda vizuri, lakini jua halitozama bila nyinyi kufanyaje? Bila nyinyi kugombana. Kwa migogoro ya mara kwa mara ni moja ya dalili mojawapo ya mahusiano yenu yanakaribia kuvunjika, kwa sababu tunaamini mahusiano ni kitu chenye furaha, ni kitu chenye upendo. Mahusiano ni kitu ambacho kinawaleta watu karibu katika namna ya wao kujisikia vizuri wakiwa pamoja, lakini migogoro ni inawatenganisha watu katika namna ya wao kutojisikia pamoja. Ndio hii mtu paka atamani kurudi nyumbani, ama wewe utamani yeye arudi nyumbani, kwa sababu unaamini hamtakuwa na wakati mzuri. Kwa hiyo migogoro ya mara kwa mara ni moja ya dalili inayoweza kuvunja mahusiano yenu ama inaashiria mahusiano yenu yanakaribia kuvunjika. Dalili ya pili ni kuachana mara kwa mara. Sasa migogoro ya mara kwa mara kwenye dalili ya kwanza ni ile migogoro ambayo mnagombana lakini hamuachani, bado mpo katika nyumba. Hii ya pili ni kuachana. Haijalishi mmegombana kwa ugomvi gani, mdogo au mkubwa. Kuachana mara kwa mara. Kwa nini ni moja ya dalili mbaya ambayo inaashiria nyinyi mtaenda kuachana moja kwa moja? Kwa sababu mnapoachana, kila mmoja anapoenda upande wake, maana yake kila mtu anaenda kuanzisha maisha yake mengine, ama anaenda kuishi maisha tofauti na wewe. Sasa utashindwa kufahamu huko alipoenda alikutana na marafiki gani, ama naye alianzisha pia mahusiano yake, anaenda ku-experience vitu vipya tofauti ama nje na wewe. So wakati mtakapokuja kurudiana, usiamini unamrudia mtu yule uliyemwacha. Unamrudia mtu ambaye tayari amekutana na watu wapya, kakutana na vitu vipya, haujui vimemuaffect katika namna gani, lakini mtakubaliana tu kwa mazoea. Mtaishi pamoja, lakini utampokea mtu ambaye sio yule uliyemwacha. Na ndio maana unaona mahusiano mengi sana ambao watu wanaachana sana, haoni issue kuachana. Yaani watarudiana leo, kesho unaweza kushangaa jambo dogo wanaachana tena. Kwa nini? Kwa sababu wame experience maisha nje na wao pamoja. Kwa hiyo mtu hana wasiwasi kuishi tena nje. Tena sometimes anaweza akawa na mambo yake nje, ndio akakutafutia sababu ili mgombane katika hii wiki, ili afanye mambo yake kidogo, akimaliza mambo yake ndio arudi tena kwako. Sasa hii hatari yake nasema ni dalili mojawapo ya kuachana, kwa sababu ipo siku atatoka nje na atakutana na mtu sahihi kwake, ama atakutana na mtu ambaye atakayemfanya asiweze kurudi tena kwako. Lakini pia hii kurudiana baada ya kuachana itawafanya muachane tena, kwa sababu huyu mtu atarudi na mauchafu mengi sana. We never know. Amerudi na wanaume wa pembeni, huyu karudi na wanawake wa pembeni. Kwa mnajikuta ule ugomvi wa aliondoka simu unaishika, baadaye anarudi simu yake huwezi kuishika na password. Aliondoka ukimwambia fanya hiki anafanya, amerudi ukimwambia fanya hiki anakuambia kwa nini huwezi kufanya. Kwa hiyo mtajikuta mnazidi kutengeneza tatizo la kuwafanya muendelee kuachana, na mwisho wa siku mtakuja mtaachana moja kwa moja. Kwa hiyo kama unataka mahusiano yako yasivunjike na unampenda mtu wako, epuka sana kuachana naye mara kwa mara. Ni mara 10 migogoro yenu mwe mnatatua moja kwa moja pasi na kuhitaji kuachana. Hiyo ilikuwa ni dalili ya pili inayoashiria mahusiano yenu yapo karibuni kuachana. Tukienda kwenye dalili ya tatu, kukosa ushirikiano. Kukosa ushirikiano nikimaanisha ushirikiano kwenye jambo unalolifanya, ushirikiano kwenye swala la kifamilia, ushirikiano kwenye masuala yenu binafsi, ushirikiano kwenye changamoto mbalimbali. Sasa hii iko sehemu mbili. Mnaweza mkawa hamkuwahi kushirikiana since mmeanza mahusiano. Yaani hayo ndio alikuwa maisha yenu tokea mmeanza. Siwezi kuijudge. Lakini kama mmeanza mahusiano ambayo mnashirikishana, bwana mtu fulani anaumwa, nataka kwenda sehemu fulani twende wote. Wewe umeenda katika sherehe mwenzako, umeenda katika msiba mwenzako akapata hitilafu hapa kidogo ya kibiashara, umemuunga mkono, umemsupport kwenye namna moja ama nyingine. Mwenzako kafanya jambo hilo, umetangaza matangazo ya biashara ya mwenzako anaumwa, umeenda nyumbani kwake kumuuguza, ama umeenda yaani
ule ushirikiano katika namna hiyo. Una changamoto, unamshirikisha mwenzako kwa pamoja, muone mnaitatuaje. Migogoro imetokea katika mahusiano, mnashirikiana katika namna ya kuitatua. Ushirikiano wa kukata pamoja, kuzungumza kwamba hili tatizo limetokeaje, kwa nini hili tatizo, na mnajikuta mkikaa pamoja mnashirikiana vizuri na mambo yanakwenda. Sasa ikafika hatua ushirikiano huo hauoni tena, then hiyo ni dalili mojawapo ya kwamba mahusiano yenu yanakaribia kuvunjika, ama tayari ameshavunjika ila bado hamjaambiana tu. Kwa nini? Kwa sababu kila mtu anapitia kipindi kigumu, kila mtu ana changamoto, na moja ya watu ambao tunawategemea katika maisha yetu kuweza kutatua nao changamoto ni wao partners zetu, si ndio? Wapenzi wetu. Lazima utahitaji mume wako ajue kitu fulani kina unachopitia, ama mke wako. Sasa ukiona yeye hajui ama wewe hujui matatizo ya mwenzako, basi jua yupo mwingine anayejua na anayatatua. Na tunasema upendo unaendaga sana huko. Kama imefika hatua mumeo zamani alikuwa anakuambia shida zake, matatizo yake, na mnasaidiana, this time uone akikwambia tatizo lolote, akirudi nyumbani kacheka tu, hela ipo kila dakika, hakwambii shida zake, hajawahi kulia kwako, hajawahi yani kuchanganyikiwa kwako, then huyo mtu hayupo sawa kwako. Kimwona mkeo pia hivyo hivyo, yani hajawahi kukwambia shida zake zozote, matatizo yake yoyote, then lazima ujiulize, usikubali iko kimya. Lazima uone kwa nini this time hatuna ule ushirikiano wa kushirikishana, siku imeendaje, familia ikoje, mama anashindaje, tatizo la mama nalitatuaje. Ukiona umepoteza huo ushirikiano katika nyanja mbalimbali, basi jua hiyo ni dalili mojawapo ya nini, ya mahusiano yenu yanakaribia kuvunjika, kwa sababu tayari labda huyo mtu ameshapata mtu ambaye anashirikiana naye katika hayo maeneo. Na ukikosa ushirikiano naye, maana yake then hata umuhimu wako katika mahusiano unaanza kupungua. Hiyo ilikuwa ni dalili ya 3. Dalili ya 4, kutojisikia pamoja. Kutojisikia pamoja ni ile sasa tunaweza tukaingiza hata hisia. Kuna hisia na mwenzako, lakini hautamani hata kukaa na mwenzako. Unajua kuna watu hapo katika mahusiano hawajawahi kukaa masaa 5, wawili tu wakazungumza, na hata hawajawahi ku-experience hivi, mimi nikikaa na mume wangu ama nikikaa na mke wangu masaa 5 nini kitatokea, tutazungumza nini? Hawajawahi ku-experience. Na hiyo haitokei kwa sababu mtu hana muda, lakini hana shauku ya kukaa na wewe pamoja, hajisikii kukaa na wewe pamoja. Sasa hii ni dalili mbaya pia. Sisemei kwamba inaweza ikatokea kwa sababu mtu kisha kuchoka, lakini pia inaweza ikawa mmeijenga katika sehemu ino maisha. Yaani mmefika hatua, wapo watu wana hii dalili ambayo wao kwao sio dalili, ni kama maisha. Yaani mumeo ni kama rais ndani. Yaani akije kanywa chai, kaenda kwenye chumba chake, anaangalia TV au anasoma gazeti. Kaingia ndani, hamna muda wa kukaa pamoja kuzungumza juu ya familia, kuzungumza juu ya watoto, kuzungumza juu ya kazi, kuzungumza juu ya mcheke pamoja, mfurahi pamoja, hamna huo muda. Kwa nini nasema hii ni moja dalili mbaya? Hakuna mwanadamu asiyetamani kuwa na huo muda wa kufurahi na mtu, wa kucheka na mtu, wa kuzungumza baadhi ya mambo yake na mtu. Hakuna mtu huyo. Lakini kama azungumzi na wewe, anazungumza na wewe. Lakini kama alikuwa anazungumza na wewe, this time azungumzi tena na wewe, hajisikii tena kukaa na wewe. Mlikuwa mna spend time, labda mnasafiri pamoja kwenye trip mbalimbali, vacations, ndio labda mnatoka pamoja kwenda sehemu za starehe, whatever. Mnatoka pamoja, mnatembea pamoja na kadhalika. Ilikuwa hivyo. This time haipo tena hivyo. Hata ukimwambia nimemiss leo tuende sehemu fulani, hajisikii, bwana mimi sina muda huo, siwezi kwenda huko. Nimemiss tufanye kitu fulani, sijisikii. Yaani hajisikii kufanya vitu pamoja na wewe, hajisikii kuspendi muda na wewe, hajisikii tena. Basi jua hiyo ni moja ya dalili mahusiano yenu yanakaribia kuvunjika, ama yameshavunjika lakini bado tu hamjaamua kutengana. Hiyo ilikuwa ni dalili ya 4. Dalili ya 5 ni ugomvi wa ndani kupelekwa nje. Yaani watu mnagombana ndani, lakini majirani, marafiki, ndugu wameshausikia ugomvi wenu. Kwa nini hii ni moja dalili ambayo nyinyi mahusiano yanakaribia kuvunjika? Kwa sababu sio kila mtu anatakiwa kuambiwa matatizo yako. Kwa sababu sio kila mtu ni mtaalamu wa ushauri ama wa kukushauri kitu gani ufanye juu ya changamoto unayopitia. Kwa mfano, umemfumania mwanamke wako ama mwanaume wako, umeenda kuwafuata watu ama marafiki kuwaambia. Kila mtu na experience yake na uelewa wake. Watu
watakupa maoni kutokana na wao wanavyojisikia. Yani unafumaniwa na unamfumania mwanamke na bado unamsamehe. Mimi sifusamee mwanamke, huyu hawezi kumwacha huyu. Kwa kila mmoja atakupa ushauri ambao kwa namna moja ama nyingine pengine utaendelea kukuumiza, ama utakutengenezea mazingira ya kufanya maamuzi mabaya, ama kulipiza kisasi, ama kupoteza sasa ule miemko ama upendo na mwenzako. Lakini watu watafika mbali zaidi, stories zitafika mbali, watu watazidi kuhadithiana. Na moja ya kitu ambacho mara nyingi watu wanakumbana nacho kama changamoto ni pale unapoenda kumshauri, kumuomba ushauri mtu, alafu mtu akakushauri achana naye, huo ni ubwege, na wewe ukakubali mimi kama vipi poa, alafu kesho ukataka kurudiana na ule mtu, utaanza kuona aibu kwa rafiki yako ama kwa ndugu yako, unamwambia unamuacha. Kwa utaanza kuna muda utaanza kufanya maamuzi kutokana na kuangalia watu watakuonaje. Watu watakuchukulia mjinga sana kwa sababu tayari ulishatangaza matatizo yako. Sasa unaanza kuonea aibu ama unaanza kuwakwepa marafiki zako. Uliwaambia kwamba mumeo katembea na dadako. Pengine usingewaambia, wasingejua na kuanza kukucheka mitaani, kukutengenezea mazingira wewe kuanza kujisikia sio comfortable na mahusiano mpaka ukayavunja. Pengine ungemtafuta mtaalamu wa kukushauri, jambo lingebaki kuasili na ungelitatua pasi na mwingine kujua. Lakini sasa watu wote washajua. Kwa hata kama utalitatua hili jambo, litaendelea kubaki tatizo kwa sababu wapo watu wataliamsha tena tu hilo tatizo. Yani wewe pamoja na yote au umerudiana, unakuta mshasameana, mshasahau, lakini bado watu wanakuchokonoa, yule bwege sana rafiki yangu kamfumania mkake lakini eti bado. Kwa hiyo unajua, kwa hiyo itaendelea kuamsha zile hisia zako na kujikuta kuna wakati unamchukia mwenzako ama unafanya mambo ya kijinga kwa jambo ambalo ungeweza kulisamea kama lingekuwa ni siri yako. Kwa hiyo kutoa matatizo yako ya ndani kuyapeleka nje ni ukosefu wa heshima, lakini pia unaweza ukapeleka matatizo nje alafu mwenzako akayasikia japo kayakosea yeye ndo akapata hasira ya kusema unajua nini, kama vipi poa tuachane. Kwa hiyo mkishaanza kuona mmefikia level ya kwamba matatizo ya ndani yanaanza kutoka nje, hiyo ni dalili mbaya sana. Haitachukua muda, mtakuja kuachana. Hiyo ilikuwa ni dalili ya 5. Dalili ya 6, hii ni kubwa sana. Tunasema mapenzi ya mlipuko. Watu wengi wame experience, unatongozana na mtu leo, basi kuanzia kesho unaanza kukuta message. Ukiamka asubuhi message, mpaka jioni usiku ni message tu, mambo umeshindaje, umekula nini, unajua nishakumisi tayari, siwezi kulala bila wewe. Yani tumeonana jana, hatujajuana vizuri, hauwezi kulala bila mimi, siku haiwezi kupita bila kuniona, kila muda unanikumbuka, unatamani kulala na mimi, unatamani tupate watoto, unatamani tuoane. My friends, watu wengi wana experience hii hali, lakini wengi wanaipenda. Lakini hii ni moja ya dalili mbaya sana katika mahusiano. Ukiona umetongozana na mtu leo ama mmekubaliana leo, hamna hata wiki, tayari ule mtu kishaanza kuishi na wewe maisha kiasi cha kwamba kama mna miaka 20, hiyo ni dalili mbaya. Kwa sababu tunasema inaweza ikawa ni sehemu ya kumanipulate, ikawa ni sehemu ya kukulaghai wewe uweze kumwamini ili apate anachotaka. Na kikawaida, kwa nini tunasema pia hii ni dalili mbaya? Kwa sababu tunaamini mapenzi ni mlolongo unaokuwa taratibu, si ndio? Mapenzi kwa wenzetu wazungu wanatumia like na love, si ndio? I like you ni kwamba nina wazo la kuishi haya maisha ya mahusiano na wewe, kwa sababu nimekuona pengine unafiti katika ile eneo. Kwa hiyo kukupenda itategemea na maisha tulioishi kwenye hii like, kwamba ni kweli sasa una qualified pale kwamba wewe ni kweli ndio yule nilikuwa namfikiri. Then hapo ndo mnaanza kugrow taratibu, unaanza kujuana naye, unaanza kujua vitu gani anakupenda, unaanza kujua vitu gani hapendi, kwa sababu huwezi kumpenda mtu ambaye unaweza ukaja kugundua baadaye vitu anavyovipenda yeye sio unavyovipenda wewe. Tabia yake yeye sio tabia unayopenda yeye wewe. Vitu ulivyodhani yeye anavyo kumbe yeye hana. Sio, unaelewa? Kwa mwanzo kunakuwa na hiyo shauku ya kila mmoja kuwa na wazo la kudhani huyu ninayempenda atakuwa hivi na tutaishi maisha haya. Sasa lile ni wazo tu. Mkiingia katika mahusiano ndio linaanza kukua wazo ama linaanza kubomoka. Kwa hiyo mapenzi ni kitu kinachokuwa taratibu. Lakini leo umekutana na mtu hamna hata wiki, hamna hata mwezi, mtu anataka kufanya na kupenda kama kisha kujua sana. Sasa hii ni mbaya. Unajua lazima uhakikishe mtu anakujua vizuri, taratibu, anakuheshimu taratibu, vitu vinaenda taratibu na mpaka mnajikuta mnapendana. Kwa hiyo mtu anayekuonyesha ama mlipuko wa mapenzi, mlipuko wa mahusiano ni moja dalili mbaya sana na isikulevi.
kwamba yani umepata mahusiano mapya. Unajua watu kwenye mahusiano, yani na ndio maana nasema ukiwa na mpenzi wako alafu akaa kwenye mahusiano mapya na mtu mwingine, kama unamuelewa vizuri na unamjua, utanotice kwamba this time huyu mpenzi wangu ama mwanaume wangu ama mwanamke wangu ana mtu mwingine. Utanotice kwa sababu penzi jipya lina usumbufu. Penzi jipya ile mambo, kila dakika simu imeita, kila dakika mtu anataka kujua kwa, kila dakika anataka muonane, kila dakika. That is how penzi jipya linavyokuwa. Sasa hiyo ni moja dalili mbaya sana, kwa sababu huyu mtu anahitaji kumanipulate na ana shauku ya hatari na wewe. Yani moto unawaka katika moyo wake, anatamani kila kitu kifanyike kwa haraka, ili akisema hata kwamba mtu mwenyewe alikuwa simpendi, kisha maliza kila kitu kwa. Kwa hiyo jihadhari sana na wale watu ambao wana mlipuko wa mapenzi. Wanapokuja kwako, jitahidi kuwatuliza, vitu viende taratibu, wewe umjue na yeye pia aweze kukufahamu, mapenzi ya kuwe taratibu. Sasa ukiona mlipuko wa mapenzi katika mahusiano yako mapya, basi jua hiyo ni dalili moja hapo mtakuja kuachana akipata anachokitaka. Sawa sawa Yes, kwa hiyo nendeni taratibu ili tuepuke hizo lawama za kwamba sasa tokea nilale naye aje kunitafuta tena. Mtu aliona una shepu nzuri, alisema hii shepu nikiipata then anakuja kukukuta sio vile alivyokufikiria. Kwa hiyo ni vitu vya ajabu sana vinakuja kutokea baadaye mtu akishapata anachokitaka. Kwa hiyo jihadhari sana na hiyo dalili pia. Dalili ya 7 ni wivu na kujiongoza. Kuna watu wana wivu lakini wanajua kujilimit, wanajua mwisho wa wivu wao uwe wapi. Lakini kuna watu wana wivu na wanashindwa kujiongoza. Sasa kwa nini tunasema hii ni moja ya dalili mbaya? Itakuwa ni ule mtu ambaye anataka kujua ulikuwa wapi, ulikuwa na nani, ulikuwa unafanya nini, kwa nini hujapokea simu, kwa nini hujanipigia simu, kwa nini hujajibu message. Sasa hivi vitu vinavyoenda vinakuwa na kero kwa namna moja ama nyingine. Lakini haviishi katika kero tu. Huyu mtu anaweza kafika hatua akawa sasa anakupangia rafiki gani wa kuwa naye, ndugu gani wa kwenda kumtembelea, ndugu gani anamchukia na wewe umchukie. Kwa atakuwa ni ule mtu ambaye anaanza kupoteza yale mapenzi na kuingiza utawala. Atakuwa ni mtu kama anakutawala. Sasa iko kitu kina mwisho. Kuna mawili. Aidha aamue ufanye kitu ambacho wewe hauwezi kuendana nacho, yeye kikamkwaza, mkagombana, mkaachana. Ama wewe pia ukwazike kwa kuona sasa mbona imekuwa too much, ukakwazika, mkaachana. Lakini hii ni tabia ambayo mwanzo wa mahusiano watu wanaifanya na inaonekana kama yana wivu na mimi yule, wanaendekeza, baadaye inajenga kuwa tabia kubwa, mnajikuta sasa mpo kwenye hali mbaya. Nishe kumpatia lift dada mmoja, aliniambia, yani nilipomtoa namuone hoteli nilotoka, ananiambia nimetoka kugombana na bwana. Yani leo kama angekuwa na bunduki yake, mimi leo ningekuwa marehemu. Kama angekuwa na bunduki yake, maana yule jamaa anaonekana na bunduki. Sijui aligombania nini, lakini anasema angekuwa na bunduki yake mimi ningekuwa marehemu. Tatizo ni nini? Wivu. Kwa hiyo kanaonyesha alama hapa kavilia damu. Ngumi alochezea. Wivu. Kwa hiyo umeona wivu unapokuwa unaenda mbali, yani wivu na mtu anashindwa kujizuia, atakuwa anakupiga na anaweza akakuua. Lakini hata mambo yale ya msingi anaweza akakuzuia usiyatekeleze, usiyafanye. Sasa huyu mwanamke alishindwa kufanya maamuzi ya kusema tuachane. Mwenyewe anakuambia kila nikimwambia tuachane hataki. Na kibaya zaidi, huyu mwanaume ana mke wake na ana watoto. Lakini anaambia yule mwanamke, mimi sikuachi na siku tutaka kuniacha nitakuua wewe na bwana utakayekuwa naye. Mwanamke anasema mimi natamani tuachane, japokuwa ananihudumia, lakini pia naogopa kuachana naye. Kwa sababu anapajua kwetu, anajua kila njia zangu, kwa sababu nina miaka naye 10 mpaka sasa hivi. Lakini jamaa ana mke wake na ana familia yake. Kwa hiyo wivu ukikaa kwa mtu anayeshindwa kujicontrol, maana yake nini? Muda mfupi tu kuachana. Ipo siku atakupiga, utasema imetosha, tuachane. Ipo siku atakuzuia hata usiende kwa mama yako ama usipatane na marafiki fulani, utasema nimechoka, tuachane. Ama utatekeleza kile alichokukataza, then yeye ndo atakuacha. Kwa hiyo wivu unashindwa kujicontrol ni mbaya, uwe kwa mwanamke ama kwa mwanaume. Hiyo ni dalili ya 7. Dalili ya 8 ni kuvuka mipaka kiheshima. Yani mtu anakusukuma kiasi cha kwamba anapitiliza katika yale maeneo ambayo wewe ulitaka mtu aishie. Sio, umenielewa hapo? Yani iwe kitendo la ndoa, iwe kihisia, iwe kikazi, iwe kimwili, iwe kivyovyote vile, anataka uvuke mipaka yako, ufanye vile anapotaka yeye.
Mfano tu nitoe mfano mdogo, si ndio? Wewe hauna maisha, pengine labda kujiheshimu kwako unasema mimi sipendi kufanya mambo fulani hadharani, si ndio? Umejiwekea hivyo heshima yako. Yeye atataka uyafanye hayo mambo hadharani, pengine akukisi hadharani ama afanye uchafu wote na wewe hadharani, kwa sababu yeye anafanyaje? Anataka ajali kuhusiana na wewe usichotaka. Lakini kuna mambo wewe unaweza ukasema hapana, ya mambo siyataki, yeye akayafanya kwa sababu yeye anataka. Wapo wanawake ambao washai kudate na wanaume, na hao wanaume wakawabadili tabia kutokana na tabia wa wanaume wanazozipenda, wakawafanya wanawake waziishi hizo tabia. Tulimuona kuna dada mmoja, wengi mnamjua japo sitaki kumtaja jina, aliingia kwenye uvutaji wa madawa ya kulevya kwa sababu ya bwana wake. Kwa hiyo tunao mifano mingi tu ya namna hii, si ndio? Tunao wanaume walioingia katika ulevi wa pombe kupindukia kwa sababu ya demu wake alikuwa labda naye anakunywa naye anaona. Kuna mambo mengi ambayo kama kuna mtu atashindwa kuheshimu mipaka uliojiwekea ama mliojiwekea kwa pamoja na akaamua kuivunja kwa maslahi yake binafsi, then hii ni moja dalili moja mbaya sana inayoenda kuvunja mahusiano, kwa sababu aidha avunje hiyo mipaka na akupoteze, ama ukatae asivunje hiyo mipaka ili yeye ndo aondoke, ama avunje hiyo mipaka baada ya kuona wewe sio mwanamke. Si unaelewa? Kuna watu washai kuombwa kinyume na maumbile kwa kuahidiwa watapendwa sana, mimi ukinipa hiyo sitokuacha, na baada ya kutoa waliachwa. Wanaume wanaanza kuona mwanamke gani kwanza nishakufanya hivi nishakufanya, yani ulitoa kitu ambacho kutamani kukitoa, na baada ya kumpa thamani yako akaipoteza. Kwa hiyo vinaenda katika namna hiyo. Aidha wewe ukatae kuvunja hiyo mipaka ili muachane, ama yeye akasirika hujavunja hiyo mipaka na mkaachana. Hiyo ni dalili ya 8 mbaya ambayo inaenda kuashiria kuvunja mahusiano yenu. Dalili ya 9 ni udhaifu wa mawasiliano. Kuwasiliana sasa kwa njia ya simu, kwa njia ya email, whatever, lakini njia ya mawasiliano. No matter mpo nchi mbalimbali, mpo mikoa mbalimbali, mpo mkoa mmoja, lakini ile kupigiana simu, ile kuwa na muda wa kuchat ni kitu kizuri sana katika mahusiano, kwa sababu kinaendelea kutengeneza bond yenu kila siku. Hata kama mpo mbali hamjaonana, mkiwa mnawasiliana mnajisikia mpo pamoja. Kwa hiyo mkiona hamna mawasiliano mazuri kwa njia hii ya mitandao kidijitali, hiyo ni dalili mbaya. Hiyo ni dalili, na tena watu wengi wanaachwa katika hizi dalili. Yaani hamjawasiliana wiki 2, unajua hamjawasiliana tu, kumbe ndio ushaachwa. Kwa hiyo mitandao ama mawasiliano pia ni chombo salama sana kinachokuhakikishia mpo pamoja ama mmeshaachana. Si ndio? Najua watu wako busy, lakini siamini kama mtu yuko busy siku nzima hata kukwambia tu mke wangu, mume wangu, leo nilikuwa hivi na hivi, mambo yalikuwa mengi, lakini nakushukuru siku yangu imeenda vizuri na kutakia usiku mwema. Hata hivyo tu kwamba hata ule muda wa kulala basi nikumbuke, kama uliweza kukumbuka kopo la kwenda chooni kuoga ama kuvua nguo, kuweka simu chaji. Kweli katika muda huo kuweka simu chaji ulishindwa kuniambia mke wangu, mume wangu, ilikuwa hivi na hivi, ulishindwa, ama hata kunipigia, lakini mtu anakaa siku 3 haja kutafuta, means hii ina maana gani? Wewe sio sehemu muhimu katika maisha yake. Wewe sio mtu ambaye una blink katika akili yake. Yaani kuna muda unakuja katika akili yake ili akutafute. So siku 3, wiki hamtafutani, hii ni dalili mojawapo ambayo inaashiria mahusiano yenu yataenda kuvunjika katika kipindi kifupi. Lakini ni dalili ambayo pia inaweza kaashiria nyinyi mmeshaachana, ila mnaishi tu kwa yale mazoea na kwa sababu mpo mbalimbali na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hiyo ni dalili ya 9, udhaifu ama kukosekana kwa mawasiliano. Sasa tuende katika dalili ya 10 ambayo nilisema hii watu wengi pia wanayo, na uhakika pengine hata wewe pia unayo. Nimeona nivae miwani kidogo na nipate upepo wakati naenda kulisema ile jambo la mwisho ambalo nilisema unapaswa ulisikie sana. Jambo la mwisho, kama tendo la ndoa litabadilika kuwa lawama ama makosa ama tatizo, hiyo ni moja ya dalili kubwa sana mahusiano yako yapo karibu kuvunjika. Nikisema tendo la ndoa kugeuka lawama, maana yangu tunafahamu wote tendo la ndoa ni sehemu ya mahusiano, ni sehemu yenye starehe, si ndio? Sasa
ikishakuwa ni tatizo kwenu, hiyo ni mbaya. Sasa matatizo ya tendo la ndoa kugeuka kwa lawama kuna namna nyingi sana. Mtu anaweza akapitisha muda mrefu pasi na kushiriki tendo la ndoa na wewe. Sio, ushanielewa? Sasa inawezekana mkawa mshiriki tendo la ndoa na wote mko sawa, mko okay. Wapo watu katika mahusiano namna hiyo. Mwanamke ajali, mwanaume ajali. Na sio hawajali kwamba hawapendani, ni ile tu namna washazoea. Hata miezi mitatu hawashiriki tendo la ndoa na wako sawa tu. Mwanamke anachukulia kwamba mwanaume wangu akijisikia atafanya, na mwanaume anachukulia hakijisikia atafanya. Kwa hiyo they are okay. Lakini wapo watu katika mahusiano hawapo sawa. Kwamba kwa nini tukae miezi mitatu bila kuniingilia? Sasa inaweza ikawa mwanaume ndio amuingilie mkewe, ama mwanamke ndio anakataa mumewe asimuingilie. Kwa hiyo umeona ishageuka conflict, ishakuwa kama tatizo. Ama inaweza ikawa kwamba mwanamke anahitaji tendo la ndoa ila mumewe hajali. Tushanielewa? Wapo wale wanawake ambao wanatamani tendo la ndoa ila kila kimwangalia mumewe hajali. Na hapa nataka niwe specific kidogo. Hapa nazungumzia wale watu ambao mmoja anahitaji, mmoja hayupo tayari. Sizungumzii wale watu ambao wote hawapo tayari ama wote hawahitaji. Nazungumzia yule ambaye tendo la ndoa ndio linaonekana linamnyanyasa, ama yeye anadhani anakosa hiyo haki ya tendo la ndoa. Sawa? Kwa hiyo katika hili nataka wewe pia mwanamke unapolalamika kwamba mume wangu hajaniingilia miezi mitatu, uwe na ushahidi wa kwamba ipo siku na wewe pia ulimuomba akakataa. Kwa hiyo nazungumzia pia wa watu kwamba walionyesha uhitaji na wenzao wakawagomea. Kama mwanaume ulionyesha kumtaka mkeo akakukatalia. Mwanamke ulionyesha kumtaka mumeo akakukatalia. Sasa level ikishafika hivyo, hiyo ni dalili hatari sana, kwa sababu huyu mtu haja zake zinapofika kuwa kubwa, huenda akatafuta mtu mwingine wa kwenda kufanya naye hiyo starehe, ama huenda akachoka na akaona mahusiano bora yafanyeje, yavunjike. Kwa hiyo ukiona upo katika mahusiano ambayo tendo la ndoa lishageuka kuwa lawama, kila siku unalalamika, unadhani kwamba unakosewa, haupewi haki yako, unanyanyasika, mtu hana hisia na wewe, hana hamu na wewe, kisha kuchoka, ikifika hiyo level, hizo ni dalili mbaya, na hiyo ni dalili mojawapo ambayo mahusiano yanakaribia kuvunjika. Yanakaribia kuvunjika katika namna gani basi? Mwenzako labda akishapata mwingine, ama kakweli kakuchoka, anatafuta sababu wa kuache, ama anatafuta tu ni jambo la muda muachane, ama wewe utachoka na utaamua kutafuta mwingine, mwenzako atakufumania, ama wewe utaamua kumwacha kabisa mwenzako. Lolote linaweza kutokea hapo kama tendo la ndoa litageuka kuwa lawama ama tatizo katika mahusiano yako. Kwa hiyo kama unapenda mahusiano yako yadumu, hakikisha tendo la ndoa ni moja ya sekta nyeti sana ambayo hutakiwi kuipuuza. Lazima umsikize mwenzako, lazima umpatie mwenzako kama unahitaji mahusiano yenu yadumu. Sasa nielewa. Hizo zilikuwa ni dalili hatari ambazo ukiziona katika mahusiano yako, basi zinaashiria mahusiano yako hapo hatarini kwenda kuvunjika. Natumaini umenielewa vizuri sana. Sasa ukiziona hizi dalili, na kushauri pata msaada wa kitaalamu. Nitafute kwa namba yangu 0659152333 tuweze kujua kwa namna gani tunasaidiana kuweza kuokoa hayo mahusiano yasifikie hatua mbaya. Zinaweza zikawa dalili zote hizi, ama zinaweza zikawa baadhi ya hizi dalili, bado pia usizipuuzie. Kama bado hujasubscribe account yangu ya YouTube, naomba ufanye hivyo ili uweze kupata masomo mengi zaidi. Naitwa Mombeki Crispin, ni Mbeki TV. Bye bye.